Habari, hii ni Venus Voice, hadithi halisi. Karibu sana mpenzi msikilizaji kwenye ulimwengu wa simulizi zenye hisia, upendo na mafunzo ya maisha. Kama unapenda hadithi nzuri, basi hii ni sehemu yako. Karibu tusimame pamoja kwenye maneno yenye uzito. Siku ya leo nitasimulia simulizi ya mapenzi inayoitwa Moto Chini ya Nyota. Jina langu ni Venalove. Sehemu ya kwanza tunamwona Venus akiwa amesimama kwenye chumba chake. Venus ni mrembo anayeishi jijini Dar es Salaam. Wakati huo upepo wa bahari ukicheza na nywele zake ndefu. Simu yake ilikuwa mkononi na moyo wake ulikuwa ukidunda kwa kasi isiyoelezeka, kwani kuna simu muhimu sana alikuwa akisubiri. Kisha iliita. Baada ya kupokea simu, sauti ilisikika upande wa pili wa simu, nzito na yenye ukakamavu. Alikuwa Sagi, mwanaume alimpenda kwa namna isiyoelezeka. "Unanifikiria?" Sagi aliuliza kwa shauku kubwa sana. Venus alifunga macho, akahisi joto lake kupitia maneno yake, kisha akajibu huku akivuta pumzi. "Kila sekunde nataka kukuona," Sagi alisema kwa sauti iliyojaa hamu, tamaa na upendo wa kweli. "Njoo basi," Venus alijibu bila kusita, moyo wake ukichangamka kwa fikra ya kuwa mikononi mwa Sagi tena. Lakini alijua ukweli kwamba Sagi alikuwa ni mume wa mtu, na nyumbani Zanzibar kulikuwa na kikwazo kikubwa sana. Mke wake Nasra na mama yake Bi Salma, wote wawili walimchukia Venus kama moto unaochoma ndoto zao. Saa chache baadaye, mlango wa hoteli aliokuwa Venus ulifunguliwa kwa nguvu. Sagi aliingia, joto la mwili wake likipenya anga ya chumba mara moja. Hakusubiri, hakusema chochote kile. Alimsogelea Venus na kumvuta kwa pigo moja kali la mapenzi. Midomo yao ilikutana kwa haraka, moto ukilipuka kati yao. Ilikuwa zaidi ya hamu, ilikuwa haja, ulazima, kana kwamba kupumua hakukuwa na maana bila ya mguso wa mmoja kwa mwingine. Mikono ya Sagi ilishika kiuno cha Venus, akimvuta zaidi, akifanya Venus ajisikie kuwa nyumbani, salama, mfungwa wa mapenzi yake. "Unanitesa," Venus aliunguruma, huku midomo ya Sagi ikichoma shingo yake kwa mabusu mazito, makali. "Na mimi sijawahi kutamani kitu kingine chochote zaidi ya wewe," aliendelea kulalamika. Kisha Venus aliinamisha kichwa chake, akashika uso wa Sagi kwa mikono yote miwili. "Basi niachie moyo wako wote Sagi," alilalamika Venus. Sagi alicheka kwa uchungu. "Nishakupa siku nyingi Venus, nishakupa mimi wote." Lakini alinyamaza, macho yake yakipotea ndani ya macho ya Venus. "Lakini kuna wao," Venus alimalizia. Macho ya Sagi alijawa na uchungu wa mapenzi yaliyokatazwa. Hakuweza kumwacha Nasra kwa sababu ya heshima, hakuweza kuacha kumsikiliza mama yake kwa sababu ya wajibu, lakini pia hakuwahi kumtaka yoyote kama alivyomtaka Venus. Hiyo usiku alifanya mapenzi kama watu waliokuwa tayari kuungua kwa ajili ya hisia zao. Mikono yao ilikuwa sala, midomo yao ilikuwa ahadi, na miili yao ilikuwa uwanja wa vita wa mapenzi yasiyozuilika. Pamoja na hayo, lakini dunia haikuwa tayari kuwaacha. Asubuhi iliyofuata, simu ya Sagi iliita. Alipoiangalia, damu yake iliporomoka. Ilikuwa mke wake Nasra. Kabla hajapokea simu ile, simu ya Venus nayo pia iliita. Jina lililoonekana lilimfanya apoteze nguvu miguuni: Mama Sagi. Dhoruba ilikuwa inakuja na mapenzi yao yalikuwa katika hatari ya kuangamia. Sagi alishika simu yake kwa mkono ulioanza kutetemeka. Aliangalia jina liloandikwa kwenye skrini: Nasra. Mtoto wake alikuwa mdogo sana. Hakuna kitu kilichomuuma moyo wake kama wazo la kumwacha bila baba. Lakini moyo wake mwingine, Venus, alimuita kwa nguvu isiyoelezeka.
Simu iliendelea kuita. Alipiga hatua nzito kuelekea dirishani, akishusha pumzi ndefu huku akimtazama Venus aliyekuwa amelala kitandani, huku kifua chake kikivuta na kushusha pumzi kwa utulivu. Mwangaza wa jua la asubuhi ulipiga juu ya ngozi yake, akionekana kama malaika wake wa milele, lakini malaika wake hakufaa kuwa wake. Aliweka simu sikioni na kujaribu kuweka sauti yake thabiti. Naam Nasra. Sagi, mtoto hajalala usiku kucha, alikuwa analia tu akikutafuta. Sauti ya mkewe ilisikika upande wa pili, ikiambatana na kilio cha mtoto mdogo. Moyo wa Sagi ulipata maumivu ya ghafla. Nirudie kwake basi, alijijibu, akihisi uzito wa uamuzi wake. Lakini alipoangalia tena kitandani, Venus alikuwa ameamka. Macho yao yalipokutana, alihisi kitu kilichomfanya apoteze nguvu miguuni. Hisia ya zamani sana, ya mbali, lakini ya kina kuliko mapenzi ya kawaida. Hii haikuwa tu tamaa, haikuwa tu kupenda. Venus aliinuka taratibu, bado hajavua ile hali ya usingizi. Akamsogelea, akaweka kiganja chake juu ya kifua cha Sagi, mahali ambapo moyo wake ulipiga kwa nguvu sana. Usiende, alinong'ona, sauti yake ikiwa na mwangwi wa roho yake. Nina mtoto Venus, siwezi kumwacha, Sagi alijibu, uso wake ukiwa umejaa maumivu. Venus alisogea karibu zaidi, mwili wake ukiwa na joto dhidi ya mwili wa Sagi. Lakini mimi ni sehemu yako pia Sagi, na unajua hilo. Macho yao yalikutana na mara moja walikuwa mahali pengine, mahali pambali sana, mahali ambapo hakuna dunia, hakuna Nasra wala hakuna mama yake. Pepo la hisia lilienea kati yao, kana kwamba roho zao zilianza kuzungumza moja kwa moja bila maneno. Ilikuwa hisia ya ajabu, ya kuzama ndani zaidi ya mwili na damu. Ilikuwa mwangwi wa nyakati zilizopita, mapenzi yasiyokufa, ahadi iliyowekwa zamani sana kabla hata hawajazaliwa. Sagi alihisi mwili wake usisimka, kana kwamba Venus alikuwa anamvuta kwenye dimbwi la moto mtakatifu. Alifumba macho, akahisi miguu yake ikikosa nguvu, moyo wake ukipiga kwa kasi sio ya kawaida. Venus hakusubiri. Aliweka midomo yake juu ya midomo ya Sagi kwa upole wa mtu anayegusa jambo la thamani zaidi duniani. Sagi alijibu kwa hamu kali, mkono wake ukishika nywele zake kwa nguvu, akimvuta zaidi. Busu lao lilikuwa sala, tamko la roho zilizokosa kuwa pamoja kwa muda mrefu sana. Ilikuwa zaidi ya mapenzi, ilikuwa muunganiko wa ulimwengu mbili ndani ya miili yao. Tulikuwa kitu kimoja zamani sana, Venus alinong'ona kwenye midomo yake. Na bado tupo, Sagi alijibu, sauti yake ikiwa nzito, mwili wake ukiwa umesisimka kwa kila mguso wake. Venus aliweka kichwa chake juu ya kifua chake, akamsikiliza. Moyo wako unanipigia Sagi, ninasikia, tuko pamoja, hata dunia ijaribu kututenganisha. Lakini kabla hajajibu, simu ya Sagi iliita tena, lakini safari haikuwa Nasra, ilisomeka mama. Moyo wake ulidunda kwa nguvu. Upendo wake kwa Venus ulikuwa wa kweli, lakini alipaswa kupigana vipi na upendo wa mama yake na wajibu wake kwa mwanaye? Aliangalia Venus kwa huzuni, akijua kuwa huu ndio ulikuwa mtihani wake mkubwa. Alipaswa kuchagua, lakini je, mapenzi alipaswa kuwa na chaguzi? Je, Sagi alipaswa kuangamiza dunia kwa ajili ya Venus au kuangamiza roho yake mwenyewe kwa ajili ya wengine? Dhoruba ilikuwa inakuja na Sagi hakujua kama angeweza kuhimili. Sagi alikaa kimya kwenye kochi la sebleni, simu yake ikiwa mkononi bado inaita. Jina la mama yake limetanda kwenye skrini,
kama onyo la dharuba inayokaribia. Venus alikuwa amekaa sakafuni mbele yake, mgongo wake ukiwa umeegemea kwenye magoti ya Sagi. Alikuwa amezungusha mikono kiunoni, akijua kuwa huu ulikuwa wakati mgumu sana kwake. "Pokea," Venus alinong'ona, sauti yake ikiwa na utulivu lakini yenye maumivu yaliyofichwa. Sagi alishusha pumzi zito, kisha akabonyeza kitufe cha kupokea. "Hello mama." Sauti ya Bi Salma ilikuwa kali kama panga unaochoma moyo wake. "Sagi, uko wapi?" "Nipo Dar es Salaam mama." Kulikuwa na kimya kizito kabla ya mama yake kusema kwa ukali, "Unajua kuwa una mke na mtoto anayekulilia hapa? Unajua watu wanasema nini kuhusu wewe? Hivi umewahi kufikiria aibu unaoniletea?" Sagi alifumba macho, akihisi mkazo wa maneno yake ukimnyonga. "Mama, si kwamba sikujali, lakini..." "Hakuna lakini Sagi," mama yake aling'aka. "Wewe ni mume wa mtu. Baba yako alipokufa nilikulea kwa maadili ya heshima. Sasa unataka kufuata mwanamke asiye na maana na kuvunja ndoa yako?" Venus alibana mikono yake zaidi kiunoni mwa Sagi, akimsikia kila neno. "Mama, Venus si mwanamke asiye na maana. Tafadhali usimzungumzie vibaya. Usithubutu kunionya. Mwanamke huyo atakuharibia kila kitu Sagi. Usiwahi kurudi hapa na huyo mwanamke. Ikiwa umechagua yeye, basi poteza jina la kwenye familia hii." Maneno hayo yalichoma kama moto. Venus alihisi jinsi mwili wa Sagi ulivyokuwa mgumu, moyo wake ukipiga kwa nguvu. "Mama, tafadhali usiniweke kwenye hali hii. Basi acha upuuzi huu, rudi kwa mkeo na mtoto wako, au usiniite mama yako tena." Kulikuwa na kimya kizito kabla Sagi hajakata simu. Aliweka kichwa chake nyuma, macho yake yakitazama dari, huku akihisi dunia yake ikianguka. Venus aligeuka, akampapasa uso wake kwa upole. "Sagi, najua ni ngumu." "Nifanye nini Venus?" Sauti yake ilikuwa na uchungu wa mtu anayepambana na dunia na moyo wake mwenyewe. "Siwezi kumwacha mwanangu, siwezi kumkosea mama yangu, lakini pia siwezi kukuacha wewe mpenzi wangu." Venus alijua hilo, alihisi hilo ndani ya nafsi yake, kuwa wao wawili walikuwa kitu kimoja, roho moja iliyogawanyika katika miili miwili. "Tutapigana Sagi," Venus alisema kwa upole lakini kwa uhakika. "Mapenzi yetu si ya kawaida. Kuna sababu tumekutana, kuna sababu hatuwezi kuachana, hata kama dunia inatupinga." Sagi alimvuta karibu, akashika uso wake kwa mikono yote miwili. Macho yao yalikutana tena, na mara moja walizama katika ulimwengu wao, mahali ambapo hakukuwa na ndoa, hakukuwa na sheria, hakukuwa na mama mwenye hasira au jamii inayowahukumu. Walikuwa wao tu, roho moja iliyogawanyika kwa muda mrefu sana, hatimaye ikaungana tena. Sagi alimnyanyua Venus na kumbeba hadi kitandani. Aliweka paji lake la uso juu ya uso wa Venus, wakishikana mikono, wakipumua pamoja kama watu waliokaa ndani ya pumzi moja. "Nataka kujisikia ndani yako Venus," Sagi alinong'ona, sauti yake ikiwa nzito na yenye shauku. Venus alimtazama, macho aliyojaa mapenzi na shauku isiyoelezeka. "Tayari upo ndani yangu Sagi, kila sehemu yangu ni yako." Walipoungana tena, haikuwa tu miili yao iliyoleta joto hilo kali, bali roho zao pia zilizunguka kama upepo wa moto. Kila mguso, kila busu, kila pumzi walizoshiriki zilikuwa kiapo kisichovunjika. Ilipofika alfajiri, Sagi alishika uso wa Venus kwa upole, akimpapasa mashavu yake kwa vidole vyenye mguso wa upendo wa kweli. "Tutashinda?" Venus aliuliza, sauti yake ikiwa dhaifu lakini yenye matumaini. "Tutashinda," Sagi alijibu kwa uhakika, akimbusu kwa utulivu wa mtu anayejua kuwa mapenzi haya
hayangeweza kufutwa na chochote duniani, lakini hakujua kuwa mitihani ndio kwanza inaanza. Usiku huo aliporudi Zanzibar, alikuta nyumba yake ikiwa na wageni. Mama yake alikuwa ameketi na wanafamilia wengine, huku Nasra akiwa na uso uliovimba kwa machozi. "Mwanangu, leo unafanya uamuzi. Kaa chini," mama yake alisema kwa sauti nzito. Sagi alisimama pale pale, akihisi baridi kali ikizunguka. Alihitaji kufanya uamuzi, lakini je, alikuwa tayari? Sagi alisimama kwenye mlango wa sebuleni, macho yake yakikumbana na sura ngumu ya mama yake Bi Salma, aliyekuwa ameketi kwenye kiti cha enzi cha heshima, huku Nasra akiwa pembeni yake, macho yake yakiwa yamevimba kwa machozi. Ndani ya chumba hicho aliweza kuhisi uzito wa hukumu iliyokuwa inasubiria. "Mwanangu," mama yake alianza, sauti yake ikiwa nzito na yenye mamlaka. "Nimekuita hapa kwa sababu familia yako inakutegemea. Una mke na mtoto mdogo. Nasra hajalala kwa siku kadhaa. Mtoto wako alikuwa analia usiku kucha, na wewe unakimbilia kwa mwanamke mwingine." Sagi alijaribu kufungua mdomo wake, lakini kabla hajajibu, Nasra aliinua uso wake, machozi yakimtoka taratibu. "Sagi, mimi si mwanamke mkamilifu, lakini nimekuwa mke mwema kwako. Nakupenda. Nimekubali kila hali, lakini siwezi kushindana na Venus tena. Ikiwa unataka kwenda kwake, usiniambie sasa hivi." Moyo wa Sagi ulipigwa na radi ya hisia. Aliangalia chini kwa sekunde kadhaa, kisha akavuta pumzi ndefu. "Mama, Nasra, siwezi kusema kuwa simpendi Venus. Hilo litakuwa uongo." Mama yake alitweta kwa hasira, akasimama. "Unasema nini wewe? Wewe ni mwanaume wa Kizanzibari. Hautavunja ndoa yako kwa ajili ya mwanamke wa mjini." Nasra alishusha kichwa chake, machozi yakidondoka zaidi. "Sagi, tafadhali." Kulikuwa na kimya kizito. Kisha mama yake akasema kwa sauti nzito, "Chagua. Ikiwa unaendelea na Venus, usikanyage kwenye familia hii tena." Sagi alihisi mwili wake ukitetemeka. Moyo wake ulikuwa upande wa Venus, lakini damu yake ilikuwa imefungwa kwenye familia hii. Usiku huo Sagi alitembea kando kando ya bahari, upepo wa Zanzibar ukizama ndani ya ngozi yake. Alihisi roho yake ikipasuka vipande viwili. Simu yake iliita. Venus. Alijua akipokea atamnyoshea mkono Venus kwa mwisho wa dunia, au atamwambia kuwa haya ni ya mwisho wao. Alipokea. "Sagi, najua kinachoendelea," Venus alisema kwa sauti tulivu lakini yenye uchungu. "Ninajua unataka kuniacha kwa ajili ya familia yako." "Venus, si rahisi kama unavyodhani." Kulikuwa na kimya. Kisha Venus alisema kwa sauti ya chini, "Na kama nakwambia hakuna chaguo, kwa sababu tumechaguana zamani sana Sagi. Mimi ni sehemu yako. Bila ya mimi hutatulia." Moyo wa Sagi ulidunda kwa nguvu. "Venus, sina nguvu ya kupigana na wote. Mama yangu, jamii, mke wangu, mtoto wangu." Venus alipumua taratibu. "Basi nenda Sagi, lakini jua kuwa utawahi kuwa huru." Sagi alihisi machozi yakimjaa, kitu ambacho hakikuwahi kutokea kwa miaka mingi. "Nimefungwa Venus. Sisi wote wawili tumefungwa, lakini mimi nilichagua minyororo yangu. Sagi, wewe je?" Kimya kilitawala. Venus alijua jibu kabla hata Sagi hajalitoa. "Nakupenda, lakini siwezi kuwa kivuli chako Sagi. Ikiwa unipiganii, basi usirudi." Alikata simu. Sagi alihisi dunia ikimzonga kama kuzama ndani ya bahari ya giza. Alinama chini, akaweka mikono kichwani. Alipaswa kuamua kufunga macho yake na kusikiliza moyo wake, au kufuata njia ambayo dunia ilimtaka afuate.
Kwa mara ya kwanza hakuwa na jibu. Mpaka hapo, mpenzi msikilizaji, ndio mwisho wa sehemu hii ya kwanza ya simulizi ya Moto Chini ya Nyota. Asante kwa kusikiliza Venus Voice. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare hadithi hii. Mpaka wakati mwingine tena. Kumbuka, kila hadithi ina sauti na hii ni yangu.